Na nikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Karibu mtazamaji kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ashiriki chakula na watoto wenye mahitaji maalum. Katika habari za michezo na burudani, Yanga yawasili jijini Mwanza kuikabili Pamba Jiji siku ya kesho. Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi naitwa Pius Jayunga na tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema hakuna mtoto anayepaswa kuachwa nyuma katika jamii, akisisitiza kuwa kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum si hisani bali ni wajibu wa kila mmoja. Amesema hayo alipojumuika na watoto wenye mahitaji maalum katika chakula cha pamoja kilichoandaliwa katika makazi yake Oysterbay jijini Dar es Salaam. Jukumu letu sote tuendelee kuhakikisha hakuna mtoto anayebaki nyuma. Tukiungana kwa pamoja tunaweza kujenga jamii yenye usawa, huruma, mshikamano, jamii ambayo inamthaminiana. Kila mtu anamthamini mwenzake, kila mtu anakuwa tumaini kwa mwenzake, kila mtu analeta furaha kwa mwenzake, kila mtu anamjengea ngazi mwenzake ya kupanda. Na mimi niwaambieni watoto wangu, wala msiwe wanyonge, kwa sababu watoto wote ni watoto wa Mungu. Hakuna hata mmoja aliyewahi kuomba azaliwe wapi. Hayupo. Ingekuwa wapo wanaoomba wazaliwe na wazazi gani, ninyi mngeanza kujiuliza kwamba sisi imekuwaje. Lakini kwa sababu hakuna aliyewahi kuomba azaliwe na mzazi gani, wala hamna haja ya kujiuliza kuhusu hilo. Mnachotakiwa tu kujua, watoto wote ni watoto wa Mungu. Kila mmoja wenu ni mtoto wa Mungu, na kila mmoja wenu Mungu kampangia ratiba yake kamili kabisa. Kila mtoto ni mtoto wa Mungu. Na hata sisi tumefika hapa, mimi mwenyewe nikiwapa ushahidi na ushuhuda kwamba kila mmoja huwa ameandikiwa hatima yake, destiny yake kwenye maisha yake. Wala isikuhangaishe umezaliwa wapi, ukakulia wapi. Wewe ishi huku ukimtanguliza Mungu, upite kwenye njia yake. Ni mbaya tu ukikosea njia, ukiacha ile njia ya aliyekuumba. Hapo ndio ambapo utakosa kupafika kule ulikopangiwa. Ukifuata njia ya yule aliyekuumba, yeye mchoro wake uko kamili. Kwa watoto wangu, endeleeni kufuata mafundisho, malezi mnayoyapata kutoka kwa viongozi wetu, hasa ya kumshika Mungu, kwa sababu ndiye aliyewaumba na ana ramani kamili ya maisha yenu, ili muweze kufikia hatima njema Mungu aliyowapangia. Ninawahimiza mjikite katika kumjua Mungu, lakini pia mjikite katika masomo yenu. Muwe na nidhamu, muheshimu walezi wenu, mheshimu walimu wenu, mjiepushe na vitendo vinavyoweza kuharibu hatima yenu. Kila mmoja wenu ana nafasi ya kuwa kiongozi, mtaalamu ama raia mwema wa kuisaidia nchi yetu. Ninapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa wadau wote, wizara, taasisi, mashirika, walezi na watu binafsi wanaojitoa kwa moyo wa upendo kuwahudumia watoto, wakiwemo watoto yatima wenye uhitaji katika vituo mbalimbali. Kazi mnayofanya ni ya kipekee. Serikali inatambua na inaendelea kuthamini mchango wenu katika kuhakikisha watoto hao wanapata malezi, ulinzi na matumaini ya maisha bora.
na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri upo hapa na wataalamu kutoka wizarani kwako, tuendelee kufanya tathmini, tuvijue vituo vyote vilivyopo ndani ya nchi yetu, tuvijue vituo vyote ambavyo viko na watoto katika nchi yetu, tuvirasimishe, na wala tusisubiri watu kutoka mataifa mengine kulea watoto wa nchi yetu. Lazima kila Mtanzania aone tuna wajibu wa watoto wetu walioko ndani ya nchi yetu kuhakikisha wanapata malezi na wanapata kila ambacho mtoto anatakiwa kupata, awe yuko kituoni au kwenye majumbani kwetu. Na kwa wale walioko vituoni, isiwe jambo la kunyanyapaliwa. Sema tukishavitathmini na tukavijua vyote, tuone namna kuanzia ngazi zetu za halmashauri, lakini na serikali kuu, namna ambavyo tutashirikiana na wadau hawa ambao wako na moyo huo wa huruma wa kuwatunza watoto. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoani Kigoma zimesababisha athari kwa kaya zaidi ya 135, huku kaya 20 kati ya hizo zikikosa makazi baada ya nyumba zao kubomolewa na nyingine zikisombwa na mafuriko. Ikabidi tutoboe matundu mengine maji yaweze kutembea ndani ya nyumba. Lakini alhamdulillah maji yalifanikiwa kupungua na nyumba ndo kama hivyo nyumba imeisha. Kwa sisi hapa tuna makazi ya kwenda. Mvua imetukuta kuanzia saa 2 jioni mpaka saa 2 usiku mpaka saa 6 usiku. Maji yalikuwa mengi sana, litoboa nyumba hii mpaka kuingia ndani pako chepe matope matupu. Naomba msaada wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inisaidie kwa kweli. Maeneo haya ambapo tumepata maafa haya ni maeneo ambayo mfereji uliishia, ulikuwa unatakiwa uendelee kurekebishwa kwenda peleka maji ziwani. Lakini tatizo lingine, changamoto ambayo tumeigundua ni katika mradi huu wa TACTIC kwa barabara hii ya Kawawa. Kipenyo cha makaravati ni kidogo ukilinganisha na wingi wa maji ambao unaupita. Na waita wataalamu hapa, nataka leo hii watushauri mpango wa kwenda nao hapa. Na leo hii mtafute malori, mtafute vifusi, mtafute mchanga, na hata kama simenti inahitajika mtafute, tuanze kazi hapa leo. Kwenye situation kama hii, tunaweza kuvunja mradi wote ule, mradi tunusuru maisha ya watu. Lakini pia kuona mahitaji ya kibinadamu ambayo sisi kama wananchi wa Kigoma, kama viongozi, tunaweza tukafikiria namna ya kuwapa pole wale ambao wamepatwa na changamoto hii. Takriban kata 11 kati ya 19 za manispaa Kigoma Ujiji zimetajwa kuathiriwa na mvua hiyo, ambapo kata ya Majengo na Kipampa zimetajwa kuathirika zaidi, huku serikali ikiendelea kutoa mwito kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari katika kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea. Jacob Ruviro, Azam News, Kigoma. Tutazame sasa taarifa nyingine, ambapo jengo la ghorofa 6 lililopo maeneo ya Masaki jijini Dar es Salaam limenusurika kuungua moto baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kuzuia moto uliowaka katika ghorofa ya 6, ambapo chumba kimoja na sebure vimeungua, huku kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji Kinondoni ASF Jacob Chacha akieleza chanzo cha moto kuanzia kwenye eneo la kiyoyozi. Nadai kwamba alikuwa amepumzika na akasikia kuna hitilafu imetokea katika eneo la IC. Kwa moto huu ukatoka kwenye IC ukafikia kwenye godoro na then escalate kuelekea maeneo mengine. Kwa hiyo mara baada ya kufika tuliweza kupambana na kuhakikisha moto usambai kuelekea maeneo mengine na hatimaye kufanikiwa kudhibiti moto huu. Kama moto huu usingedhibitiwa, madhara yake yangekuwa ni makubwa. Kama unavyoona jengo ni la ghorofa 6. Jengo lina floor 6, lakini kilichokuwa kimeathirika na moto huu mara baada ya kudhibiti moto ni chumba kimoja na sebule moja ndio imeathirika na moto huu. Kwa hiyo katika jengo lote la floor 6 ni eneo dogo tu ambalo. Kwa hiyo ni kwanza niwapongeze na kutoa shukrani za dhati kwa wote wapangaji ambao katika jengo hili kwa quick response, kwa sababu ukiangalia nature ya miundombinu ya hapa, endapo inatokea kuna dharura yote, ni lazima watu watoke katika sehemu ya risk kuelekea kwenye sehemu ya safety zone. Kwa hiyo mara moja waliweza ku-evacuate na kwenda maeneo salama kusubiri taratibu, na vyombo husika vya usalama vilivyofika vyenyewe ndio vilikuwa vina kazi ya kupambana na kupokea maelekezo na maelezo kutoka kwa wahusika hapa namna fulani.
Kwa kimsingi hakuna madhara makubwa kwa binadamu ambayo yamepatikana, na kimsingi hakuna madhara yoyote kwa binadamu ambayo yamepatiwa, isipokuwa tu kuna baadhi ya dokumenti na vitu vya ndani, maana godoro na sebuleni pale ndio vimeathirika na moto huu. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, hakuna changamoto yoyote kubwa ambayo imepatikana katika hii isipokuwa maeneo haya. Kwa nitoe rai na wito kwa wananchi na wamiliki wa majengo wote ambao wana majengo kuhakikisha kwamba wanachukua kinga na tahadhari kwenye majengo yao. Leo hii nimeona hapa, nimeshuhudia kuna jengo hili lina miundombinu ya zimamoto ambayo imetusaidia kuweza kukabiliana na moto huu, lakini pia wana reserve ya maji ambayo imesaidia pia kupata maji katika eneo hili. Lakini kama hiyo itoshi, kuna hizo portable fire extinguisher zipo ambazo pia zimesaidia kwa kiasi kikubwa kupambana na moto awali wakati jeshi zote zilikuwa zinakuja na kufanya. Kwa ndio kutoa rai na kwa wengine wenye wanaomiliki majengo kuhakikisha kuwa kwanza wanaomba kukaguliwa na jeshi zote za uokoaji kupitia sheria yetu ya mwaka 2007 jinsi inavyoelekeza kwamba wanapaswa wao kuomba kukaguliwa, na sisi tutafika kwa katika. Lakini kama hiyo itoshi, mara baada ya ukaguzi kufanyika, wanapaswa kuzingatia ushauri wote ule ambao unatolewa wa kitaalamu na wakaguzi ambao wanapita katika maeneo yao kwa ushauri. Zile recommendation za msingi sana wakizingatia, kuanzia kuweka mifumo ya kugundua moto, mifumo ya kuzima moto, reserve water tank na mifumo yote hizo portable fire extinguisher, maana vifaa vya awali vya kupambana na moto. Wakizingatia ushauri wote ambao unatolewa na wataalamu wanaofanya ukaguzi huu, kazi yetu itakuwa ni rahisi sana, lakini pia tutahakikisha tunaokoa maisha ya watu na mali zao kwa mapana yake. Naam, sasa tutazame taarifa nyingine pia ambapo tunaelezwa kwamba Wakristo nchini wamehimizwa kuendelea kuishi maisha mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu hata baada ya kumalizika kwa mfungo wa Kwaresma. Upendo Kibetile ndiye mwenye undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa na mchungaji kiongozi Benedicto Mwaijande wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde, usharika wa Foresti jijini Mbeya, wakati wa ibada ya sikukuu ya Pasaka, ambapo wamesema kuwa pamoja na Wakristo kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, bado wanapaswa kuendelea kuyaishi mafundisho ya imani kwa vitendo. Tulikumbushwa kwamba wakati wa Kwaresima ni kipindi kizuri cha kutengeneza na Bwana, cha kwenda kwenye mioyo ya toba, lakini zaidi ya yote kutenda matendo ya huruma, zaidi ya yote kuwasamehe wanaokuwa wametukosea. Hayo mambo hayaishi tu kwenye Kwaresima, yanapaswa kuendelea. Leo hii tunapokumbuka kufufuka kwa Kristo Yesu Bwana wetu, ni namna ambavyo sasa pia tunakumbushwa habari ya ushindi uliopatikana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana kama asingefufuka, sisi tusingekuwa na matumaini yoyote. Kwa hiyo niwakumbushe Wakristo wote, tunapoelekea katika kipindi kingine chote mara baada ya hii Pasaka, tuzidi kumtegemea Bwana. Yeye alishinda mauti na kuzimu. Hakuna jambo linalomshinda Yesu. Aidha, mchungaji Mwaijande ameeleza kuwa maadhimisho ya Pasaka yanapaswa kuwa chachu ya mabadiliko ya maisha ya Mkristo. Mkristo yeyote anayemjua Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapoisherekea Pasaka, asherekee kwa kutambua ya kwamba yeye amefufuka pamoja na Kristo. Hivyo yeye anapaswa kufanyika nuru kwa wengine, kwa sababu huyu aliyefufuka Kristo Yesu, yeye ni nuru ya ulimwengu wote. Kwa na sisi sote ambao tunasherehekea kufufuka kwake, tunapaswa kuwa nuru na tunapaswa kuwa majibu kwenye jamii zetu. Tunapaswa kuwa majibu kwenye taifa la Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya Wakristo waliohudhuria ibada hiyo wamesema wameupokea wito huo kwa unyenyekevu, huku wakiahidi kuutekeleza kwa vitendo. Leo tunakumbuka siku ambapo mwanaume huyu alifufuka, alitoka kwenye umauti akarudi kuwa hai. Ni jambo la kipekee sana, na ndio linaleta fahari na kutufanya sisi tutembee kifua mbele. Yesu asingefufuka, tusingekuwa na ujasiri wala na jeuri, tusingekuwa na mamlaka wala tusingeweza kutamba. Hii sikukuu inatukumbusha kwamba Kristo ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hiyo tunasherekea sikukuu inayotukumbusha ukombozi wa mwanadamu, upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Maana mwanadamu alifarakana na Mungu. Kwa hiyo Kristo alikufa akatupatanisha na Mungu.
Wito huo unakuja wakati wa Kristo duniani wakiadhimisha Pasaka inayokumbusha mateso, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo siku huu: mwekezaji asaidia kujenga kituo cha polisi wilayani Songwe. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa ya habari kutoka hapa Sky TV. Mwekezaji Frederick Meshak ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Green Pacific Investment Limited amejenga kituo cha polisi cha Mbagala huko wilayani Songwe katika juhudi za kusaidia wananchi wa eneo hilo kuishi kwa usalama. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa kituo hicho ambacho tayari kimeanza kutoa huduma, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Agostino Senga amempongeza mwekezaji huyo kwa moyo wa kujitolea na ushirikiano wake na jeshi la polisi. Kituo hiki kimejengwa kwa kushirikiana jeshi la polisi na wadau, na hasa wenzetu hawa wa kampuni hii ya Green Pacific Limited inayojishughulisha na uchimbaji wa madini aina ya dhahabu katika maeneo haya, kwa kutambua mchango wa jeshi la polisi katika swala zima la ulinzi na usalama wa mali zetu. Waliguswa pamoja na wenzao, lakini bila kuacha viongozi wa eneo hili. Tunaye mtendaji ambaye ametoka kidogo, lakini kwa kushirikiana nao walipata wazo hilo na kutoa eneo hili la kijiji kwamba kijengwe kituo kwa ajili ya usalama wa maeneo haya, kizingatiwa kwamba kituo mama cha polisi Mkwajuni na kule Saza ni mbali takriban kilomita 30 hapa. Kwa hiyo na huku kuna watu wengi, kwa hiyo wakaona haja ya kujenga kituo hiki, na kama mnavyoona kituo kimeshakamilika kwa 99%. Nimebakiwa vitu vichache tu kusawazisha maeneo haya ya nje. Naye Frederick Meshak ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Green Pacific Investment Limited inayojishughulisha na uchimbaji wa madini ya dhahabu amesema lengo la ujenzi huo ni kusaidia kuimarisha ulinzi na usalama katika eneo hilo linalokuwa kwa kasi kutokana na shughuli za madini. Tunashukuru kwa sababu sasa hivi hata tunaofanya nao kazi na jamii inayotuzunguka tunaamini sasa tuko karibu na usalama upo na kituo cha polisi kimeanza kufanya kazi. Niungane na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe afande Agostino Ignas Senga katika kuwashukuru wananchi wa hii kata ya Mbagala pamoja na wadau ambao ni wachimbaji wa madini, lakini pia shukrani za dhati ziende kwa mkurugenzi wa kampuni ya Green Pacific ambaye ndio kwa kiasi kikubwa ametusaidia katika kuendelea kujenga hichi kituo cha polisi Mbagala akishirikiana na wadau wengine. Kwa sasa kituo hiki kimefikia 99% na kitakuwa msaada sana kwa eneo hili la Mbagala kwa sababu pana umbali mkubwa kutoka hapa kufika kituo kikubwa cha polisi Mkwajuni, takriban kilomita 30. Lakini vile vile ni mshukuru wa kamanda wa polisi mkoa wa Songwe kwa kutuongezea idadi ya askari ambayo tumeweza kuleta askari hapa 4 na mkaguzi mmoja na kufanya idadi yao kuwa askari 5. Na shukrani pia ziende kwa uongozi wa kijiji ambao bado wanaendelea kutusaidia kwa shughuli ndogo ndogo za ujenzi, lakini pia na ushauri vile vile ili kuweza kukabiliana na uhalifu katika hili eneo. Kwanza awali kama tunatoa shukrani zaidi kwa uanzishaji wa kituo hichi, lakini kubwa zaidi napenda kutoa shukrani zaidi kwa mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mbagala ambaye yeye nadhani ndio founder wa hichi chanzo ambacho tumekianza leo, baada ya kutukutanisha sisi viongozi mbalimbali pamoja na wadau tukapata wazo la kuanzisha hichi kituo. Lakini la pili zaidi wadau ambao ni Green Pacific, kuna Linani na baadhi ya wachimbaji wengine ambao nao kwa kiasi kikubwa sana wamefanya ujenzi huu uweze kukamilika mpaka leo tupo kwenye hatua hii. Lakini kubwa zaidi ofisi ya OCD pamoja na RPC, hawa wamekuwa chachu kubwa sana ya kufanikisha hili jambo. Baada ya kuwapelekea wazo waliweza kulipokea na kuweza kutupatia ramani, lakini pia walikuwa bega kwa bega kwa kila hatua. Jumla ya tani 90 za bidhaa za chocolate na pipi zenye thamani ya shilingi milioni 500 ambazo zimeisha muda wake wa matumizi zimeteketezwa na wakala wa chakula na dawa Zanzibar ZFDA kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Babu, unajua kuna taratibu zake. Ule mzigo baada tulikuwa tunasubiri mwenyewe aje kuondoa bandarini baada ya kukaguliwa. Sawa? Lakini kwa vile alichelewa ule mzigo ikabidi sasa kuleta pale galani. Sasa kuna taratibu
kuna taratibu za ZFDA wakaja wakathibitisha, na kuna malipo ya kulipa, sisi tukalipa kwa ajili ya kuuteketeza. Tunasema kama aliutelekeza kwa sababu ule mzigo ulikaa baada ya yeye kujua, kwa sababu tuliangalia ile tarehe ambayo imeexpire na tarehe iliyokuja, ikaonekana kwamba ule mzigo unafika pale tayari umeshafanya nini, umesha expire. Kwa hiyo yeye mwenyewe tukajaribu kumtafuta, kuwasiliana naye, lakini ule mzigo yeye aliusamehe, aliuacha. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuacha pale ule mzigo ukiendelea kukaa pale galani. Kwa hiyo ndo tumefanya taratibu za kudischarge. Nimepata taarifa kupitia TRA kwamba wana mzigo ambao wameuzuia kwa muda mrefu na umefikia muda wake wa matumizi kumalizika. Kwa hiyo wakala ya chakula kama wasimamizi wa zoezi la uteketezaji wameandaa, wameshirikiana na mamlaka za mazingira ZEMA pamoja na manispaa kuhakikisha kwamba mzigo huo unateketezwa kwa vile haufai tena kwa matumizi ya binadamu. Wavuvi kutoka vijiji viwili vya Kasanga na Muzi vya wilayani Kalambo wameamua kuunga mkono mapambano ya kukomesha uvuvi haramu na kuamua kusalimisha nyavu zipatazo 150 za uvuvi haramu kwenye ofisi za vijiji hivyo. Zaidi ya 90% tumefanikiwa kwa mali kuu. Tukafanya kikao cha pamoja na wavuvi na kuweka makubaliano ya hiari ya kuwataka wavuvi wote, kutokana na hali iliyokuwepo kipindi hicho na hasa zinazopatikana na uvuvi haramu. Zoezi lilienda vizuri, walisalimisha. Mfano makokoro, tulifanikiwa kupata kokoro zaidi ya 50, na hizi nyavu za filimaya tulipata zaidi ya 100. Ukimwona mtu ana nyavu haramu, ni vizuri ukamwambia arejeshe, maana jambo ambalo linakuja, operation ambayo tunatakiwa ambayo tutaifanya hivi karibuni, hatutamuonea mtu yeyote huruma, kwa sababu jambo hili la nyavu haramu ndio linaloharibu mazalia ya samaki na kuhakikisha kwamba samaki hazipatikani. Uhalisia, hizi nyavu zina hatari kubwa na asali yake ni kubwa sana, kwa sababu ukitumia hizi nyavu kuvua samaki ni kwamba kuanzia tu wale samaki ambao wamevuliwa wanakuwa wameshaasilika, lakini pia hata mlaji anayekula wale samaki na yeye mwenyewe anapata madhara. Na taarifa hiyo mtazamaji inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea muda mfupi kuanzia sasa, tutakuwa na habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Clatous Magoli amesema zoezi la ugawaji kadi za wanachama lilokuwa limepangwa kufanyika Machi 27 limeshindikana kufanyika kama ilivyotarajiwa kutokana na mfumo wa uchakataji wa kadi hizo kuhitaji muda zaidi. Amefafanua mchakato huo bado unaendelea kufanyiwa kazi na marekebisho ili kuhakikisha unakuwa bora na wenye ufanisi kabla ya kuanza rasmi kwa ugawaji wa kadi za wanachama. Awali kwamba tungetoa kadi za wanachama tarehe 27 Machi, lakini zoezi hilo lilishindikana kwa sababu kulikuwa na kazi ya system yenyewe ya kutengeneza hizo kadi mpya ilikuwa haijakamilika, hasa kwenye maeneo ya ujazaji, kwa sababu zile branch zote ambazo zipo sasa hivi lazima ziingizwe kwenye mfumo, na baada ya kuingizwa kwenye mfumo baadaye sasa ndio wanachama wale waliopo sasa waweze wenyewe pia kuwa wa kwanza kupewa kadi, na wakati huo matawi mapya na wanachama wapya kupitia matawi yaliyopo waweze nao sasa kupata kadi. Zoezi hilo karibu linafikia mwisho. Tukishalimaliza zoezi hilo la kulodi matawi ambayo yapo, basi tutatangaza rasmi lini tutazindua siku ya kuanza kutoa kadi mpya za kisasa kwa wanachama wa Simba. Kwa hiyo niliseme ili wafahamu kwamba zoezi linaendelea, ni kwa sababu ni kitu kizuri, kitu cha kisasa, kwa hiyo kilihitaji muda. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho, ambapo klabu ya Pamba Jiji kutokea mkoani Mwanza itakuwa inaalika klabu ya Young Africans kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Pedro Goncalves akielezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho ugenini dhidi ya Pamba Jiji amesema utakuwa ni mchezo mgumu, ingawa maandalizi yao yamejipanga kuhakikisha wanaondoka na ushindi na kupata alama 3 wakiwa ugenini. Huku kocha mkuu wa klabu ya Pamba Jiji Francis Baraza yeye ameelezea kwamba anaenda kukabili kikosi cha Young Africans kwa siku ya kesho. Anajua utakuwa ni mchezo mgumu, lakini alama 3 naye kwake ni muhimu. Face a strong team in our league, a team who's make his own matches like a fortress, very strong at home. That's why I guess the most part of the points they get it at home. They haven't a single defeat here, and good part of big teams from our league pass on that stage without a win. So means something. Means we're gonna face a very competitive team, very intensity.
play a little bit different from the other teams we usually face. And we need to also to lead, having one more factor affecting us for sure, the question about the pitch, the conditions of the pitch, very difficult, and after that all rain from today for sure will be something to consider. But we need to face the true, and understanding for tomorrow will be very, very difficult to play good football. That's nobody expect on that pitch the football will be wonderful, but in the end we should be strong. Fanya nafasi kubwa, sio mara ya kwanza kucheza na Yanga, na nafikiri inajirudia. Naona Marangu nafikiri na misimu karibu mitatu, huu ni wanne hapa Tanzania. So nimekuwa nacheza nao na vijana wangu, naweza sema kuwa naweza kuwa ni mchezaji mmoja tu maybe hana ile maybe naweza sema ni mgeni katika ligi ya Tanzania, Brian Shianda, lakini so far ukijaribu kumwangalia kwa michezo yake amecheza yote yuko vizuri. Wakina Nasho nao wamekuwa na zoeana, wanajuana nao wao wachezaji wote. So naweza sema kuwa katika ligi ya ndani jaribu kuangalia wachezaji wangu wana ile experience kubwa katika hii ligi ya ndani. Nafikiri ukiangalia timu ya Yanga timu nzuri ndio, lakini wachezaji wengi unaweza pata maybe ni wageni. So vijana wangu wako ready, na nimesema hapo awali kuwa tunakwenda kupigana. Naona ni mechi ambapo vijana wangu kama wataweza cheza michezo ile yote wamecheza, wakiweka ile nguvu na kila kitu kwa mchezo wa kesho, bila shaka sina uoga wote, na wanafanya kazi yangu inakuwa rahisi, maana wanavyosukuma mimi mwenyewe nafurahia, wanavyocheza mimi mwenyewe nafurahia. Na tukiangazia kunako taarifa nyingine kuhusiana na mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, Abdalla Seif Kibadeni amesema tayari ameshaandaa sehemu ambayo atazikwa pindi atakapofariki dunia, akielezea kuwa kufanya hivyo ni sehemu ya kujiandaa na ukweli wa maisha kwamba kila mmoja ataondoka kwa wakati wake. Kibadeni amesema anaamini kifo ni jambo lisiloepukika kwa kila binadamu, hivyo ni muhimu watu kuishi kwa kujiandaa muda wote na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa hivi ni marehemu. Tumemzika, makaburi yako pale. Na la kwangu ni kwa pale pale. Nishawaambia nikianguka mimi na mdogo wangu mtuweke pamoja. Mdogo wangu katangulia, mimi nitakwenda pale. Ili la mdogo wangu, ile la mkewe, la pili. Alafu la tatu litakuja hapa. Mimi nikiondoka wanakuja kuongezea, tuko pamoja na mdogo wangu. Hapa. Inakwenda kipande hicho. Hapa niliposimama ndio tutakuwa kaburi langu. Hili la mdogo wangu, lile la mke wa mdogo wangu. Kule kuna mtoto wangu, kule kuna watu wengi tumewaweka hapa kwa kumbukumbu. Lakini hili la kwangu. Kiacha vingine wanaweza kutoka hapa wakakupeleka Mbagala. Sasa mpaka mtu afunge safari kuja Mbagala kwenda kuzuru kaburi langu. Lakini akija hapa, akiwa hapa msikitini anakuja hapa. Bwana kocha yuko pale bwana. Basi twende tukamsabai, wanakuja watu wananisabai wanaondoka. Sehemu moja, alafu urahisi wa watu kufika. Tunaweza tungesema tukazikie kokote kule. Lakini lazima utoke hapa uende huko. Au labda mimi nilikwenda Tanga, nilikuwa wapi, nimeanguka kule. Wasinizikie kule, wanilete hapa. Hapa akija mtu asema Kibadeni yuko pale, Masjid. Na mtu akipita dua utapata. Hawezi kupita watu 10 bila kutuombea sisi watu waliokuwa hapa. Mimi naamini kabisa kufa kupo. Na kila mtu ataondoka kwa wakati wake. Na sababu anazijua mwenyewe Subhana. Huyu nimeondoa kwa kitu gani? Sasa usikwepe. Ila jiandae, kitu gani kinachotakiwa wewe kufanya hapa duniani? Sisi tumeletwa hapa kwa sababu maalum. Tumwabudu Mwenyezi Mungu aliyotuleta. Sasa usije wewe ukajiona wewe mkubwa, basi unafanya mambo yako kama wewe nani bwana? Hapa unachotakiwa kufanya mambo mema, mambo mazuri, ndio atakusaidia huko ndani. Ukinyume cha hapo, huko kuna tatizo. Tena kuna tatizo huko. Unaambia ni hapa ni Chanika kwa Kibadeni, jina kwa hiyo kwa Kibadeni msikitini unaipata sasa Zogoali, au kwa jina lingine ni Zogoali, lakini Zogoali wapi kwa Kibadeni? Asante sana. Karibuni sana, karibuni sana. Sawa.
Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo mlinzi wakati wa klabu ya Manchester United Harry Maguire amesaini mkataba wa kuendelea kusalia klabuni hapo mpaka mwaka 2027 na chaguo la nyongeza ya mwaka mmoja. Maguire mwenye umri wa miaka 33, raia wa England, tayari ameichezea Manchester United michezo 266 tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2019 na kuisaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa FA na Carabao Cup vyote vya pale nchini Uingereza. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na baada ya habari za michezo na burudani ukiwa naye Johannes Michael, sasa moja kwa moja tuelekee katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Nami tunapenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi na ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa makavu.
Kwa siku ya kesho, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Viashiria vya mvua vinaonekana katika maeneo mengi ya hapa nchini, hususan maeneo ya ukanda wa pwani yote. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya ukanda wa pwani yote, ikiwa ni mkoa wa Dar es Salaam, Pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kanda ya kati, nyanda za juu kaskazini mashariki, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ukanda wa pwani yote, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo na mvua. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 4. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 4. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Na kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, tutazame sehemu ya yale ambayo tumekuandalia. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ashiriki chakula na watoto wenye mahitaji maalum. Katika habari za michezo na burudani, Yanga ya wasili jijini Mwanza kuikabili Pamba Jiji kesho, na ndivyo tunafika tamati ya ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Nakushukuru sana mtazamaji ambaye tumekwenda pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Pius Jenga, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha ulimwengu wa habari kukufikia popote pale ulipo, nisema asante na endelea kuitazama Sky TV kwa vipindi ambavyo vinafuata.